Anyway, sasa ngoja tumie njia hii ili tuweze kuwa pamoja. Na record hii video alafu utakuja kuipitia kwa wakati wako, maana muda unakuwa sio rafiki, lakini matatizo ya mtandao. Ngoja tufanye hivi. Sasa kuna kitu kinaitwa kuna strategy mimi napenda kuita world class financial concept. Umeona? Of course ni strategy tu ambayo nime modify ni smart money concept, lakini nime modify kuwa kitu fulani hivi, lakini kina maana ile ile. Maana strategy zote duniani unakuta nyingi zina play the same essence, the logic is the same, ila tunaanza ku approach kutazama kitu ndio atazama kwa namna tofauti. Sasa twende moja kwa moja. Last time tulipitia swala kuhusu masuala ya fair value gaps na swing highs, na of course ndio focus area ya hii strategy. Sawa, hii strategy kuna kitu kinaitwa trading between PDRAs. PDRAs ni premium and discount point of interest. Premium and discount ni maeneo ambayo yapo oversold, na discount ni maeneo ambayo yapo overbought. Kwenye premium ndipo ambapo tuna buy, tuna sell, na kwenye discount ndipo ambapo tuna buy. Kwa hiyo premium discount ni demarcation kati ya eneo ambalo lina nguvu ya buying positions na upande ambao una nguvu ya selling position. Kwa hiyo tukisema trading between PDRAs, maana yake ni kwamba tuna trade kutoka PDRA moja kwenda PDRA nyingine ambayo ni dhaifu. Kwenye trending ya kufanya kama ni bullish trend, utaona kitu kama hichi. Mfano tu, utaona kitu kama hichi. Kwenye bullish trend utaona kitu kama hichi. Umeona? Utaona kitu kama hichi. Umeona? Utaona kitu kama hichi kwenye bullish trend. Ukiona bullish trend ipo hivi au uptrend, maana yake ni kwamba kuna PDRA za upande mmoja ziko weak na zinashindwa kuzuia kuhold price isiendelee kwenye upande ambao unaelekea. Kwa mfano, hapa hii ni swing high. Hii ni swing high. Hii ni swing high. Hii ni swing high. Unaona? Sasa basi huku juu ile eneo la juu hili la juu, sawa, hapa tunazipata premium PDRAs. Utakuta kuna fair value gap ziko hapo, kuna order block zipo hapo. Lakini pia ile eneo la chini hili hapa tuna discount PDRA. Ukichukua Fibonacci inaweza kukwambia vizuri au maeneo yana fall wapi. Unaona, ukichukua Fibonacci kama hii ukaiconfigure kidogo upate zile coordinates ambazo zitakuonesha hiyo huo mgawanyo wa hayo maeneo mawili ambayo na yes. Umeona? Nimechora Fibonacci hiyo hapo, naiona. Utagundua katikati hapa, huu ni mstari ambao unatenga PDRA ambazo ni premium na za discount. Sasa huku juu tuna premium ambapo tuna sell, huku tuna discount. Ila sasa kwa sababu hii trend ni buying trend, kwa sisi tunaangalia sana to buy kwenye discount, kwa sababu premium hazina nguvu ya kuhold price. Kwa hiyo nikisema ni trade kutoka hapa mpaka hapa, ndio nakuwa nimetrade between PDRAs. Nafikiri hapo sasa utakuwa umenielewa kwamba kwa nini nimetoa mfano kama huo. Ukiona trend ya buying au uptrend, ujue kwamba premium point of interest, premium liquidity zimeshindwa kuzuia price kuendelea kupanda, yaani zimeshindwa kuzuia price isiendelee kupanda, ndio maana yake. Sasa basi kuna kitu ambacho nataka nikiseme ni kwamba kwa sababu tunasema tuna focus na
tuna focus na lows and highs. Sasa leo tuna hii V75 1S. Nataka nikuoneshe kwamba trading between PDLAs maana yake nini. Umeona hapa tumefocus kuangalia kwamba hii ni swing high, sawa? Ni swing high, hii ni swing high, alafu na hii ni swing low, sawa? Hapa unaambiwa kwamba currently bias ya hii market ni bias ya market ya kubuy, kwa sababu unaona structure ilivyokaa, imekaa ina higher highs ina lower lows. Kiangalia hapa utaona hii ni lower high, hii high low, sawa? Hii ni higher high, umeona? Yes, high low, higher high. Kwa hii ni uptrend, sawa? So kama unataka kufanya analysis yako kuchukua entry, of course lazima uanze kwenye higher time frames, lakini nataka kuonyesha kwamba why do we say we are trading between PDRAs. Sasa maana yake ni kwamba kwa sababu hii ni higher high is promising kwamba price itakuja huku juu, na of course ilishafika, ila wakati wa mchana, wakati nafanya analysis ilikuwa haijafika huko, lakini ndipo ambapo nimefikia mimi hapo. Mpaka hapo ni kwamba kwa sababu nina bias ya kubuy, na kwenye 4 hour hii ni swing high, sawa? Na hii ni swing low, hii ni swing low, sawa? Hii ni swing low. Yes, hiyo ni swing low. Sasa ni nini maana yake? Nitabidi niangalie kwamba ili eneo niangalie kati ya premium na discount. Hii ni discount huku, navuta mpaka juu hapa, napata kwenye premium, naangalia nina fair value gap hapa chini, au je nina order block. Umeona, japo atuangalie order block, lakini hauwezi kupata order block kama hauna fair value gap, sawa? Kwa hiyo mimi ni trade kutokea hapa chini, sawa? Huko tutafika baadaye, lakini ninachomaanisha ni kwamba hii ni fair value gap, hii ni fair value gap, hii ni fair value gap, sawa? Kama unavyoiona hapa ni fair value gap, sawa? Hii ni fair value gap. Sasa hii ni tunasema ni bearish fair value gap, ina oppose price isiendelee, isipande, inataka price ishuke ifike kwenye huu mstari huu wa chini. Lakini tunagundua kwamba candlestick ya kwanza imetap in hapa, hii ya kijani imetap in hapa. Candlestick ya pili ikaja ikafunga juu ya candlestick ya kwanza. Hapa tunasema kwamba candle science imeamua price itoke hapa chini ije mpaka kwenye opposite high ambayo ipo huku juu. Kwa nini? Kwa sababu kwenye strategy yetu tunakiita two candle rejection. Two candle rejection tunaiangalia eneo la fair value gap. Tukiona price ime mitigate hilo eneo la fair value gap ya kwanza, candlestick ya pili kama haijafunga above candlestick ya mwanzo, tunasema bado price ina respect hiyo fair value gap. Lakini price ikifunga above this previous candle, tunasema price ime disrespect, ime run over hiyo previous candlestick, na kwa hiyo ni kwamba hii fair value gap hold tena price. Maana yake kwa kusema hivyo ni kwamba price inakuja kufuata another swing point ambayo ipo huko juu. Umeona, ipo huko juu. Yes, na ukizingatia kwamba tupo kwenye uptrend, hiyo ndio maana yake. Sasa basi, nini kilichotokea? Mimi nilibuy hapa kufuata hii PDRA huko juu. Ndio maana nasema we trade between PDRAs. Kwa mfano, tuseme sasa mfano mwingine,
hii ni swing high, sawa. Hii ni swing high, sawa. Alafu swing low. Of course hii kwenye 4 hour ilikuwa ni fair value gap. Kwenye 4 hour ngoja uende kwenye 4 hour uone nini ambacho kilitokea, sawa. Kwenye 4 hour tulikuwa na hii fair value gap, hii fair value gap tulikuwa nayo, ambayo price ilikuja candlestick kwanza iligusa, candlestick ya pili print with a green candle kuonyesha kwamba kuna pressure ya kubuy. Sasa ngoja turudi kwenye 15 minutes kwa sababu ndio lower time frame ambayo inaendana na 4 hour, ili nikuambie nini nilicho nakifikiria. Kwa hii ilikuwa ni lower hii higher high, sawa. Yes, hii ni higher high. Sasa hapa hatujapata lower low. Lower low unaipata baada ya price kufunga hapa juu. Yaani price ikishafunga hapa juu, hata kama ni kwa kusweep, ikishafunga hapa juu, sasa hapo ndio unapata lower low ambayo ni hapa chini, sawa. Ni hapa chini. Hii hapa ni hii nilimark, hizi zingine nilizimark kwa sababu ziko ni internal structure. Hizi ni internal structure na maana nilizimark. Ila external structure ambayo ni macro structure ni hizi huku. Yes. Sasa kwa sababu tunategemea price igeukie hapa, sawa. Na tumeona price imegusa ile eneo, na baada hapo tukaona tuna nini? Tuna fair value gap ambayo inatuzuia, oppose hii fair value gap, oppose hii fair value gap, hii oppose sisi tusiendelee kupanda juu, tuendelee kushuka. Lakini nini kilitokea ni kwamba price katika eneo hili ilishindwa kurespect hii fair value gap na ikatengeneza two candle rejection failure hapa. Kwa hiyo tukapata tafsiri kwamba hii fair value gap imeshindwa ku hold price na kwamba tuna target sasa hii high. Lakini hatuwezi kuwa na haraka sana. Recent swing high ilikuwa ni hii hapa. Recent swing high ilikuwa ni hii ambayo tulikuwa tunatazamia price ije iguse ile eneo. Hii ndio recent swing high. Hii hapa. Yes. Kwa nini ametoka baada kufanya hiki kitu? Maana yake ni kwamba sasa hapa tunaweza tukaamua kubai kutokea hapa, sawa, kufuata hii eneo. Umeona ile eneo, sawa. Ndio maana nasema we are trading between PDRAs. Na ukiangalia vizuri utagundua kwamba tukichukua yes, tafute swing low kwenye kwa structure 15 minutes. Swing low hii hapa, yani higher low ni hapa, sawa. Kwa hiyo tukichukua Fibonacci tukaianzia hapa mpaka eneo hili, tunagundua kwamba hii fair value gap ambapo kwenye 4 hour imeingia kwenye eneo la discount, ambalo ni eneo ambalo tuna expect kuna pressure kubwa sana ya kubai. Order nyingi za kubai zinakuwa confirmed katika ile eneo, na ndio maana imekuwa kwa style hiyo. Hiyo ndio kwa leo nataka uelewe kwamba tunapozungumzia trading between PDRAs tunamaanisha nini. Tunamaanisha kwamba kwenye hii bullish trend kwamba hizi premium areas, hizi swing high ziko weak sana, zimeshindwa kuzuia price kuto kuendelea kupanda. Umeona? Zimekuwa zinakubali price endelee kuvunja mpaka juu, na mpaka tufikia hapa tayari tuna swing low nyingine imetokea. Yes, imetokea una swing low hapa, sawa, au tusema high low. Yes, high low hivyo. Nafikiri mpaka siku nyingine tutaweza kuendelea vizuri. Of course kwa sababu ya muda, lakini pia na mtandao tunashinda kufanya session za mara kwa mara, na pia kutokana na upatikanaji wetu. Kwa leo tuishie hapa, na niwatakie heri ya mwaka mpya na Mungu awabariki.